Mtu yeyote aliye tayari kucheza lazima awe amejiandaa. Halmashauri ya wilaya ya Chunya sasa inawaita TFF, Yanga, Simba na vilabu vingine vyote kwa ajili ya kushiriki michezo mbalimbali katika uwanja mpya ulioko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya. Hii si ndoto tena. Ndoto ni ile ambayo unaiota na ukaikumbuka. Hii ina manufaa kwa jamii, lakini ile ndoto unayoiota na ukaisahau, hii ni hasara tu. Ile ndoto iliyopita katika moyo wa mkuu wa wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Deodatus Kinawilo, na kusimuliwa kwa wadau wa soka wilaya ya Chunya kwa zaidi ya miaka 13 iliyopita, sasa inaonekana dhahiri kwa waliosimuliwa na hata wale ambao hawakusimuliwa kabisa. Hii inamaanisha kwamba ujenzi wa uwanja wa michezo Chunya ulianza kama ndoto na baadaye hatua zikachukuliwa ambazo zilikumbana na ugumu mkubwa katika utekelezaji, ambapo zaidi ya miaka 13 ndoto haikutimia. Ndipo mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Chunya yameleta tumaini linaloonekana. Mkuu wa kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo, Bi Koleta Kalanje, anaeleza historia ya ujenzi wa uwanja huu, hatua iliyofikiwa sasa na mwelekeo wake, huku akipongeza wadau wa michezo wilayani Chunya kwa kazi kubwa na nzuri katika kufikia hatima njema ya ujenzi wa uwanja huo. Ulianza mnamo mwaka 2012 chini ya usimamizi hodari kabisa wa Mheshimiwa Deodatus Kinawilo. Sio peke yake, lakini alikuwa na wadau mbalimbali wa michezo waliojitoa kwa wingi kabisa katika kuhakikisha uwanja unajengwa au maono ya mheshimiwa yanatekelezwa. Uwanja unahitaji fedha nyingi sana na wadau walijitahidi kutoa fedha zao, mitambo mbalimbali, lakini ilifika mahali kidogo kukawa kuna upungufu wa vifaa hivyo vya uendelezaji wa uwanja. Ndipo mwaka 2022 mkuu wa wilaya alipoamua kuandika barua na kukabidhi uwanja kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya, na ndipo hapo sasa historia mpya ya uwanja wetu ikawa imeandikwa. Mapato ya ndani sasa yalianza kutumika kwa ajili ya uendelezaji wa uwanja. Afisa michezo bila kuficha, kwa niaba ya wapenda michezo, anapeleka shukrani nyingi kwa mkurugenzi mtendaji kwa usimamizi pamoja na wananchi wa wilaya ya Chunya wanaotoa kodi zao ambazo zinarudishwa kwa wananchi kwa kuwaletea burudani ndani ya Chunya. Kupitia jukwaa hili, afisa michezo anawaita Watanzania kutoka wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya na Watanzania wote kuja kuutumia uwanja wa Chunya kwa ajili ya burudani na kuonyesha vipaji. Kwa mbali, afisa michezo anasema halmashauri iko tayari kuwapa Simba na Yanga na timu nyingine zozote kuutumia uwanja huo kwenye michezo yao mbalimbali. Jambo la msingi ni walete maombi tu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani kwa juhudi zake, kwa upendo wake kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya na kuturuhusu kuendelea kutumia mapato ya ndani kuendeleza ujenzi wa uwanja wetu. Ninamshukuru sana mkurugenzi wetu ndugu Tamimu Kambona kwa uendelezaji wa ujenzi wa uwanja wetu. Lakini shukrani za pekee pia ninawafikishia wadau wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine kufanikisha ujenzi wa uwanja wetu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Hivyo basi, ninawaalika timu zote, Simba, Yanga, Azam na timu nyingine zote kuja kucheza katika uwanja wetu, kwa sababu uwanja wetu ni mzuri, uwanja wetu unachezeka, kwa maana kwamba una sifa zote za kuwa uwanja bora. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ndugu Tamimu Kambona, mbele ya wanachunya waliojitokeza kushuhudia mtanange mmoja wapo uliopigwa katika uwanja huo, anaeleza nia ya halmashauri ya wilaya ya Chunya katika sekta ya michezo na burudani. Kambona anaeleza kwamba hatua iliyofikiwa sasa ni mwanzo tu wa kile kinachokusudiwa kujengwa. Hivyo amewataka wanachunya na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuiamini serikali iliyoko madarakani, kwani inatambua mahitaji yao na inayatekeleza tena kwa awamu na kwa wakati. Lengo langu mimi sasa ni kuhakikisha tunaanza na jukwaa la watazamaji 500
watazamaji at least 500 waanze kukaa jukwani wakiwa wanaangalia mpira. Kwa hiyo tunatarajia muda si mrefu wananchi hawatakuwa wanazunguka hivi. Tunaenda kujenga vyoo pande zote mbili, kwa maana wavulana, wasichana na kule wavulana na wasichana. Alafu tutaenda kujenga jukwaa la watu 500 wa kuanzia, ambalo linagharimu kama milioni 200. Nalo tunaliweza, tutalijenga. Kwa hiyo tutakamilisha hivyo hatua ya kwanza. Lakini project ya uwanja ni endelevu, na imani tutakwenda nayo hata miaka 2-3 mbele. Kwa maana tukishamaliza hata hizo kazi tunazosema, tunaenda kufunga ukuta wote kuzunguka uwanja wote. Tunaenda kujengea kumaliza. Tukishamaliza hatua ya kujenga ukuta ni pamoja sambamba na kumaliza kazi ya kwenye lile jengo, kwa maana wachezaji wanavyoingia mule jengo la kubadilishia nguo. Kwa hiyo kuna facility zote ambazo zimeshakamilika kwa asilimia kama 95. Ni kumalizia tu vidogo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wananchi wa wilaya ya Chunya kwamba uwanja huu sio wa maigizo. Ni uwanja ambao unaenda kukamilika na unakamilika kwa muda mfupi. Ndio maana utaona uwanja umekuja upande huu. Ule upande mwingine kule tunaenda kujenga. Kwanza tunatarajia kuwa na uwanja mdogo kama huu. Mwingine tena tunakuwa na kujenga uwanja wa basketball, tunakwenda kujenga uwanja wa netball, tunakwenda kujenga uwanja wa volleyball, na ikiwezekana tukamilishe michezo ya watoto hapa. Tunapokuwa Chunya, watoto weekend wapate sehemu ya kwenda kucheza na wao. Siku za sikukuu watoto baada ya kujifungia majumbani kwao na wazee wazazi wawalete uwanjani huku wakacheze michezo mbalimbali ambayo tutakuwa tumeweka. Michezo ya kila aina tutaweka. Kambona pia hakusita kufafanua jina sahihi la uwanja huo ambao timu zote nchini ikiwemo timu za Simba na Yanga zinaalikwa kukipiga. Kambona anasema viongozi wa Chunya wanafanya kazi kubwa kwa niaba ya wananchi wa Chunya, hivyo hata jina la uwanja linapaswa kuwa la wanachunya wenyewe. Hivyo uwanja unaitwa Chunya Stadium. Aidha, Kambona naye hakuacha kupeleka neno kwa wadau wa michezo, ikiwemo kamati ya ujenzi ya uwanja huo inayoongozwa na wadau kwa kushirikiana na halmashauri, akitaja kwamba wao ni wazalendo wa kweli wa Chunya na wenye mahaba na Chunya yao. Kambona anahimiza kuendelea kushirikiana kutoa kodi mbalimbali kwa mujibu wa sheria ili kuhakikisha lengo la kukamilisha viwanja vyote vilivyokusudiwa linatimia, kwani uwanja huu unajengwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri. Tunatarajia uwanja ujulikane kama uwanja wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, kwa maana wanachunya wanafeel kwamba ni uwanja wa kwao. Sio uwanja wa Kambona, sio uwanja sio Batenga Maeka, no. Uwanja wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, kwa maana ni mali ya wanachunya wenyewe. Neno langu kwa wadau ni kwamba tuendelee kushirikiana. Wametupa support kubwa na niwashukuru sana katika hilo. Kwa hiyo kubwa ni waombe pale tunapohitaji support kutoka kwao tuendelee kusaidiana, kwa maana kwamba wote tunajenga Chunya yetu. Tuijenge Chunya, tuitangaze Chunya. Chunya iendelee, tunatarajia si Chunya inaenda kuwa tofauti na wilaya zote za mkoa wa Mbeya. Na ikiwezekana tutoke nje ya mkoa wa Mbeya na wilaya zingine zilizoko hapa Tanzania. Kenneth Mwakyusa Mwambungu maarufu kama Ken Gold ni miongoni mwa wadau wa soka Chunya na Tanzania kwa ujumla. Kupitia timu yake ya Ken Gold ametanabaisha wazi nia yake thabiti ya kupenda michezo, hasa mchezo wa mpira wa miguu. Kupitia kukamilika kwa uwanja huo, timu ya Ken Gold inakuwa mnufaika wa kwanza kabisa kuutumia kama uwanja wa nyumbani katika mechi zake za championship, na mpaka sasa mechi kadhaa za ligi hizo zimechezwa katika uwanja huo. Na hapa anatoa ya moyoni kwa serikali ya awamu ya 6 pamoja na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya juu ya ukamilishaji wa uwanja huo. Napenda kumshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Chunya kwa kazi kubwa ambayo aliyoifanya, nafikiri mmeona, na niseme tu niwashukuru na wadau wa Chunya kwa moyo wao waliojitoa, na nimshukuru mkuu wa wilaya kwa moyo wa kaka aliojitoa mpaka tumefikia hatua hii. Si kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Niseme tu kama mimi mkurugenzi wa timu ya Ken Gold nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu nimetimiza ndoto yangu. Nilikuwa ninataka ndoto yangu kuwa wanachunya wapate burudani, na tayari wanachunya tayari wameshaanza kupata burudani. Nafikiri na nyinyi wenyewe mmeona umati mkubwa. Hii ni mwanzo tu. Ninaamini tu kabisa tu wanachunya huu uwanja mwisho utakuwa mdogo zaidi hapa. Wana michezo kwa nyakati tofauti na wamesikika wakipaza sauti zao kwa shangwe na shukrani kwa uongozi wa halmashauri, huku wakisifu hatua iliyofikiwa ya ujenzi wa uwanja huo wa Chunya Stadium. Na wengine wakisema papo hapo kwamba Chunya inaingia kwenye rekodi ya halmashauri chache nchini zinazomiliki viwanja vya michezo kwa ajili ya wananchi wao kupata burudani. Nataka nikuambie tu,
timu yote ikija hapa itakuwa inacheza vizuri. Kwa hiyo na sisi inabidi tujibitishe tu tunacheza vizuri, kwa sababu uwanja unaruhusu, hauna mashimo, hauna nini, nyasi bandia ziko poa kabisa, zimewekwa kisasa kabisa. Kwa hiyo tunategemea na sisi tutauzoea, tutakuwa kwenye hali nzuri. Kiukweli uwanja ni mzuri, yani kwamba asija akatokea mtu akalalamikia kuhusu swala la uwanja. Pichi iko vizuri, sio wenyewe tumeona na tumeenjoy football kabisa. Yani tunawashukuru manispaa ya wilaya ya Chunya kwa kuweza kutengenezea kiwanja kizuri kabisa chenye sifa zote. Tunawashukuru kwa hilo. Kwanza niwapongeze sana halmashauri ya Chunya kwa hicho walichokifanya, ni kitu kikubwa sana. Sisi pia tumekuja kwa mashaka, tukao tunajiuliza ni uwanja uko vipi, lakini tumefika hapa, kwa kweli uwanja ni mzuri na unachezeka kiukweli. Ni uwanja mzuri ambao watajivunia, hata timu zingine zikija zitaona. Na niwapongeze tu KenGold kwa sababu unapokuwa na uwanja wa nyumbani kidogo inakuwa ni rahisi kwako kupata hata matokeo. Kwa hiyo niwapongeze na nasema asante. Stadium ya kisasa kabisa pale. Tunaenda tunajidai mimi kila mechi ya KenGold anaocheza pale mimi nipo. Ratiba mimi ninayo. Mimi ni mwana Chunya, lazima nijidaie Chunya yangu. Hata Manchester United inaweza kacheza uwanja wetu wa Chunya na akacheza vizuri na wakalizia, na usisikie maneno kwamba uwanja hauruhusu, zile dribble haziruhusu. Pasi naenda kwa wakati, uwanja unaruhusu. Wanamichezo wengine wanaendelea kuwasihi vijana na wapenda soka kutumia fursa ya uwepo wa uwanja wa Chunya Stadium kuonyesha vipaji vyao, lakini kwa wengine kufanya mazoezi kwa afya litakalosaidia kupunguza yale magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa. Na wanamichezo kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST wameshindwa kuficha ukweli wao namna uwanja wa Chunya Stadium ulivyowashangaza, kwani umewatoa wengi, kwani wengi wao ilikuwa ni mara yao ya kwanza kabisa kucheza kwenye carpet. Kuwepo ule uwanja tu kwanza una influence hata vijana wadogo kufanya mazoezi na kupenda mchezo wenyewe na kutambua kwamba ni ajira. Vijana tu wale wadogo kwanza. Ile itapelekea hata kuongeza kwa timu zingine, kwa sababu tayari vifasi vipo. Mpira maki unaenda pamoja na facilities, lakini kama facilities hamna uwezo kumfluence mchezaji. Lakini unataka kuwa mchezaji, mpira viwanja vipo pale, uwanja wa kisasa kabisa. Kwa hata mimi unavutiwa, unatamani mimi nikacheze pale siku moja. Kwa hiyo vijana wengi wanapata siku moja wakagusa wenyewe uwanja. Utagusaje pale ule uwanja? Maki wapambane, wengine kama KenGold au kwa timu nyingine itakuja kutokea itapanda. Kwa hiyo tutakuwa na timu nyingi. Kwa hiyo pia ni fursa kwetu, hata halmashauri hata mapato tunaweza kunapata pale. Baada ya kupata mwaliko kuja huku tulifurahi kuja kwa sababu hatujawahi kuja Chunya. Kuna wengine ni mara ya kwanza kufika Chunya. Tunashukuru. Pamoja na hayo tumefurahi kupata pitch nzuri kama hii. Wengine hatujawahi kukanyaga, tulivyofika tu hapa tukasema tunaomba picha kwanza ili tuzitume kule waone kwamba tuko kwenye uwanja wa aina gani. Sawa, wametufunga, unajua sisi huu uwanja wa aina hii ndio leo. Na mmeona tukiteleza. Sasa tutawakaribisha kwenye viwanja vyetu tusivyoteleza. Na refa atakuwa huyu. Karibuni sana MUST. Na kilichotukutanisha ni michezo. Kwa hiyo michezo ni sehemu mojawapo ya burudani, pamoja na kwamba ni ajira, lakini ni burudani kwa umri wetu sisi. Tunakuja kwa ajili ya kujifurahisha, kutoa vitambi na kusababisha mambo ya kazi yaende vizuri. Aidha, mmoja ya wanamichezo waliopata nafasi ya kuzungumza na makala hii amekumbusha vijana mambo ya kuzingatia kufikia ndoto alionayo mtu kabla ya kufikiri uwepo wa miundombinu wezeshi kama ilivyo Chunya ya sasa. Mafanikio yoyote yanategemea sana malengo unayojiwekea na kuyasimamia. Hivyo vijana wa Chunya na Tanzania kwa ujumla wanakumbushwa kwamba kuwa na viwanja pamoja na wadau wanaosapoti mpira haitoshi, bali wanapaswa kuwa na bidii katika michezo. Ana juhudi, ana nidhamu, kwa sababu mpira unahitaji sana discipline, lakini pia una juhudi. Kipaji pia yake huwa hakitoshi kwenye football. Na vijana wengi akishakuwa tu anaona kabisa na talenti, watu wamemzungumzia mtaani, kwamba anajua labda kwenye media amesema kidogo. Siku ya siku yeye anajiaminisha kwamba mimi naweza. Lakini kumbe anasahau kumbe anatakiwa aweke nini? Aweke bidii na malengo pia kwa kitu anachokisimamia. Ukishaweka vitu kama hivyo ni rahisi. Sasa kwa mfano sasa hizi tunazungumzia tuna uwanja hapa wa mpira. Kwa hiyo tayari tuna timu yetu, tuna uhakika, si ndio? Tu mimi nawasa vijana wajitume, lakini pia weke malengo, awe na nidhamu, kwa sababu kama ndio hivyo ukikosa tu fursa kidogo unataka kujiingize kwenye mibangi. Umeona? Bado inakuwa yeye kusaidia, kwa sababu utavuta bangi, utakunywa pombe, asubuhi utakuwa mzima.
utakutana na stress zile zile. Kwa hiyo cha msingi tu ni kufocus, una focus na nini? Yaani tunachokosa vijana wetu sisi wanashindwa kufocus na kuwa serious na kitu na kukata tamaa. Yaani mpira ni kazi. Mtu anafanya trial Prison, Mbeya City, Ken Gold wamemkataa. Akisharudia basi anabweteka kama kabisa mimi. Lakini kumbe bado inatakiwa ustago. Mpira una safari ndefu sana. Na ukianza kuangalia hata wachezaji wa ligi kuu tofauti na Ulaya. Ulaya mtu anacheza na miaka 16, lakini sisi mtu ana miaka 20 anaanza kutoboa. Hadi 27 mtu anaanza kucheza ligi kuu. Umeona? Tunamwona muda mchache anapotea. Kwa hiyo na hasa wasikate tamaa. Katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mbeya, Mwalimu Lucas Kabaja hajabaki ofisini kusubiri kuambiwa habari za Chunya, bali amefunga safari kushuhudia mabadiliko makubwa ya Chunya katika sekta ya burudani. Shuhuda mzuri ni yule anayesema vyema alichoshuhudia kwa macho yake mwenyewe. Hivyo Bwana Lucas Kabaja amekuwa shuhuda mwema, na hapa anaeleza alichokishuhudia kwenye Chunya Stadium. Ni tukio la kihistoria. Kwa mara ya kwanza kabisa tunaweza kucheza mpira katika ardhi ya Chunya. Kisa maendeleo ndio haya, lakini lazima sisi kama mkoa, chama cha mkoa, lazima tuchukue nafasi hii kwanza kumpongeza mkuu wa mkoa mwenyewe na kuwapongeza wale wote ambao walianza na hili wazo, kwa sababu lazima kuna mmoja alianza katika utawala uliopita katika wilaya ya Chunya, lakini baadaye mkuu wa wilaya ya Chunya ameendeleza na mkurugenzi wilaya ya Chunya naye ameendeleza. Kwa kweli kongole kwao, lakini bila kumsahau mmiliki wa Ken Gold kwa sapoti yake kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika. Lucas Kabaja amesema muda si mrefu ligi kuu nchini Tanzania inashuka Chunya, maana timu za Simba na Yanga na timu nyinginezo zitakipiga katika Chunya Stadium, huku timu za Mbeya zikiwa zimepata uwanja wa nyumbani ambao ndio Chunya Stadium. Kabaja amewasanua wanachunya kutumia vizuri fursa hii ya kumiliki uwanja, huku kila mmoja kwa nafasi yake kunufaika kwa namna yake kutokana na ujio wa watu mbalimbali kushuhudia mbungi katika ardhi ya Chunya. Ukiondoa Dar es Salaam inakuja Mbeya na bado tuna tatizo la uwanja. Kwa hiyo hii ni fursa kwetu kuitumia. Uko mbele maana yake lazima tucheze ligi kuu hapa kwa vilabu vyetu, lakini kwa sasa hatua ya kwanza tumeona Chunya. Kwa hiyo ni hatua nzuri kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vingi zaidi ya hiki. Maana yake sasa hivi mechi hizi ambazo za championship zilikuwa zinachezwa hapa, maana yake wajitokeze kwa wingi, kwa sababu Chunya ina kata zake nyingi, ina wapenzi wa mpira wengi, na hata leo mwenyewe unaona hapa uwanjani wengi wametoka Mbeya mjini. Kwa hiyo ni fursa ya kiuchumi. Ukiangalia kule nje ya uwanja kila kitu kinaendelea kule, biashara mbalimbali zinaendelea. Naona watu wanakula nyama choma, wanakunywa vinywaji laini na moto na baridi. Kwa hiyo ni fursa kwa wanachunya. Huko mbele najua kabisa wafanya biashara kwenye mahoteli watalala watu, mechi kubwa zikija, maana yake tunapata fursa katika mahoteli yetu, usafiri na mama ntilie kama tunavyoona huko nje, biashara zote zinaendelea. Katibu wa chama cha mpira wilaya ya Chunya, Mwalimu Nobert Njali, anasema tayari kama chama cha mpira wameanza kutumia fursa za uwepo wa uwanja wenye viwango stahiki kwenye mpira wa Tanzania na kimataifa. Vijana wa Chunya zaidi ya 12 wamepata mafunzo ya uamuzi wa mpira wa miguu. Timu mbalimbali zimeendelea kusajiliwa katika mashindano mbalimbali, lakini ligi zimeongezeka Chunya. Lengo ni kuwa na timu zaidi ya moja ligi kuu ya Tanzania bara. Kwanza kama chama tumeweza kupata ofisi ya chama pale uwanjani, ongezeko kubwa la mechi mbalimbali kufanyia pale. Kisambamba na hilo tumeweza kuongeza idadi ya mafunzo ya waamuzi ambao tumefanya hivi karibuni mwezi wa 5, na hao wote wamefanya mitihani na wamefanya vizuri. Lakini sambamba na hilo, chama cha mpira wilaya ya Chunya kinapata fedha kupitia uwanja ule kwenye mapato mbalimbali kwa ajili ya kuboresha mfuko wa chama cha mpira wilaya ya Chunya. Lakini sambamba na hilo, wilaya ya Chunya yote kiujumla imepata burudani. Lakini sambamba na hilo, hivi karibuni tunaweza kupokea ugeni mkubwa wa kutoka kwa Dickson Job ambaye anataka kutuletea tamasha lake la Nipe Tabasamu. Inafanyika kwa mara ya kwanza wilaya ya Chunya katika uwanja wetu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa hiyo zile ni fursa ambazo sisi kama chama tunajivunia kupitia mkurugenzi wetu, lakini kupitia halmashauri yote ya wilaya ya Chunya na wadau wote ambao wamejitokeza kwa ajili ya kujenga ule uwanja. Hakuna wilaya nyingine yoyote yenye uwanja wa carpet kama ule wa wilaya ya Chunya. Kama chama cha mpira wilaya ya Chunya kupitia mwenyekiti wetu Maneno Ntuma, tuseme halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa sasa kupitia mkurugenzi wetu
ametuletea burudani ambayo haitaweza kuisha. Kwa hiyo ni fursa kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana halmashauri ya wilaya ya Chunya kupitia mkurugenzi wetu kwa kutuletea ule uwanja. Kutimiza adhima ya Chunya ya kuziita timu za Tanzania zote ikiwemo Yanga na Simba, mchezaji nguli wa timu ya Young African ndugu Dickson Job amefunga safari kuungana na mashabiki wa soka kushuhudia maajabu ya Chunya katika sekta ya burudani. Job amefanikiwa kumtembelea mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ofisini kwake, na baadaye alimtembelea mkuu wa wilaya ya Chunya, lengo kubwa likiwa ni kuwapongeza na kuona namna ambavyo adhima kubwa ya kiburudani inatimia wilayani Chunya. Aidha, Job anasema hajawahi kufika Chunya kabla, lakini uwepo wa uwanja mzuri usio na vipengele umeleta mshangao mkubwa kwake, huku akiwapongeza kwa dhati wanachunya kwa ujenzi wa uwanja huo. Ujio wa Dickson Job Chunya Stadium ni ishara ya wazi kwamba sasa timu kubwa zitafika Chunya kuleta burudani. Kazi iliyobaki ni kwetu wanachunya kujitokeza kuburudika kupitia uwanja wetu ambao umejengwa kwa fedha zetu wenyewe pamoja na wadau. Kukamilika kwa uwanja huu kunaiongezea thamani Chunya katika sekta ya burudani, jambo linaloitambulisha Chunya kwenye sekta zote za burudani. Kwa dhana hiyo, Chunya tayari imeanza kuendana na dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ambapo imeitambua sekta ya michezo kama sekta muhimu zenye uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa tena kwa haraka. Ukiwa Chunya unaamua wewe kuburudika kwa namna gani, yaani ukiweza ingia Chunya Stadium ucheze ili kuwaburudisha wengine, au fika wewe kushuhudia vijana wakikiwasha kwenye uwanja mzuri wa Chunya Stadium. Wanachunya, njooni sasa tuburudike pamoja. Njooni tuwakaribishe Simba na Yanga na timu nyingine zote za Tanzania, huku tukikumbuka kwa pamoja viwanja hivi vinajengwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri. Hivyo tuendelee kulipa kodi kwa mujibu wa sheria ili matunda yake yaendelee kuonekana kwa wananchi kama ilivyo kwa Chunya Stadium. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo na imesomwa kwako nami Bahati Teidi. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official. Tangazo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya anawatangazia wananchi wote kwamba ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote vipande vyao vitambuliwe, vipimwe, baadaye visajiliwe ili kupunguza migogoro na kuongeza thamani katika maeneo hayo. Marufuku kununua eneo ndani ya wilaya ya Chunya pasipo kuiona idara ya ardhi. Tunaendelea kufanya vizuri, ndio maana unaona Chunya hizi imetulia, na tunaomba ushirikiano kwa wananchi wote wa Chunya, tuendelee kushirikiana pale ambapo tunakuja kutoa huduma ya ardhi. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi sana idara ya ardhi. Ofisi ya mkurugenzi muda wote iko wazi. Limetolewa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Chunya.